Wapendwa, mama mmoja huko Mwanza ameinuka kusema yeye ndiye Mungu Baba. Yaani kabla ni kwa kweli ni shida, na watu wanaonekana kwa nje wana akili, humwendea na kumsujudia, wanainama hadi nchi. Wapendwa, wanamwita huyu ndio Mungu Baba. Wapendwa, hizo ndio roho zidanganyazo wazi wazi, ambazo ukiwa dhaifu unatekwa nazo. Pointi ya 3, nia ya uwezo wa kufanya miujiza. Sikiliza, kumekuwa na wimbi kubwa la watumishi wa Mungu kujidharau na kuona kuwa utumishi wao hauna maana na hauna maendeleo, kwa kuwa hawaoni miujiza ikifanyika katika huduma zao. Ndugu zangu, nzuri zaidi, wanaona watumishi majirani miujiza ni ya kumwaga. Ukiweza kuwa na bando kwenye simu yako ya YouTube, hebu andika Mwalimu Enock Kituza ukaniangalie ninavyofundisha kwenye YouTube. Kuna somo nimefundisha linasema miujiza ya jangwani. Hapo utajifunza mengi. Ndugu zangu, sikiliza haya maneno niliandika hapa. Nimesema kumekuwa na wimbi kubwa la watumishi wa Mungu kujidharau na kuona kuwa utumishi wao hauna maana, hauna maendeleo, kwa kuwa hawaoni miujiza mbele yao. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu anasema hakuna mkuu aliyekuwa mkuu kama Yohana Mbatizaji. Yohana alikuja kwa kazi moja tu, ya kuandaa watu kwa ajili ya kumsubiri huyu anayekuja. Sioni mahali popote ambapo Yohana alinyosha mkono mapepo yakatoka. Sioni mahali popote ambapo Yohana alikemea au aliomba kipofu akaona. Sioni mahali popote ambapo, wapendwa, wala hajapuliza watu wakaanguka. Sasa hivi kumekuwa na sarakasi nyingi sana. Yaani mambo ni ya ajabu, ni ajabu, ni ajabu. Watu wamefika mahali, nimemwona mtumishi wa Mungu mmoja kwenye YouTube, yeye anavaa viatu vya kike vya kuinuka hivi, viatu vya kike tu. Anasema Roho Mtakatifu alimwambia avae viatu vya kike tu. Chungaji huyo, viatu vimeinuka, high heels, viko juu kabisa. Anasema yeye ni mtumishi wa Mungu. Lakini nimeona mtumishi wa Mungu mwingine anapoombea watu yani watu wanahangaika, wanakuwa kama wewe, wanadondoka chini, wanajigaragaza, wanajipindwa, wanaangukia wengine mieleka huko, wengine wanakimbia, wanafika wanajitupa huko na huko. Wanasema ni Roho Mtakatifu. Wapendwa, huyu ni Roho Mtakatifu, ni Roho Mtakafujo. Wapendwa, ifika mahali tuwe waangalifu. Wapendwa, nimemwona mtu mmoja, kijana mmoja mdogo tu, anawasimamisha watu mistari miwili namna hii, hapa na hapa. Halafu anafika mahali anafanya hivi tu, wakati anatembea akifanya hivi, watu wanapinduka mieleka, wanaangukiana huko. Ukiangukia jiwe au msumari utajua mwenyewe, lakini so what? Halafu iweje? Wapendwa, watu watatoa hesabu mbele za Mungu wakiwakuta watu dhaifu, wakiwakuta Ndugu zangu, hebu nikwambie kidogo kuhusu somo la miujiza ya jangwani. Wapendwa, Yesu Kristo hakufurahishwa na watu wanaopenda miujiza mara kwa mara. Ndio pale nimesema hapo nyuma, ole wako Korazin, ole wako Bethsaida. Matendo ya Mungu yaliyofanyika kwako yangefanyika Tiro na Sidoni, watu wangalitubu, tena wangalivaa nguo za kigunia. Ndugu zangu, sikiliza, wako watu walikuwa vipofu, wakaombewa, macho yao yakaona, lakini hawakuokoka. Wako watu walikuwa ni walemavu, wakaombewa, wakatupa magongo, wakatembea, lakini hawakuokoka. Lakini ni furaha iliyoje mbinguni mtu mmoja mwenye dhambi akitubu, hata malaika hushangilia. Wapendwa, malaika hashangilii kilema akitembea, malaika hashangilii kipofu akiona, lakini malaika anashangilia wakati mtu mmoja mwenye dhambi ametubu. Semeni amina hata kama hamtaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiwezekani. Wapendwa, mtu mmoja aliyetubu. Wewe angalia huduma yako. Je, unapofundisha unawapeleka kwenye njia ya msalaba? Ndio. Kama ndio, well and good. Unashakiwa watu unawafundisha neno. Namfurahia baba mmoja Marekani. Alikuwa ni baba mmoja Marekani, nafurahi alipokuwa anahojiwa, walikuwa kwenye dialogue na watumishi wa Mungu wenzake. Akasema, watoto wangu waliniuliza, wakaniambia, baba, leo hii wewe ni mtume na nabii. Sasa je, siku ukioacha kazi au kifa au chochote kikutokea ukawa sio mchungaji tena, sisi twende tukasali kwa nani? Alichowaambia, alisema, nikiwa sipo kazini, kwa vyovyote vile, angalia usiendi kuabudu kwenye kanisa la mtume wala la nabii. Usiendi huko, kwa sababu mimi ndio ni mtume na nabii, lakini nimefika mahali nimegundua ziko sarakasi nyingi tunazifanya. Tulio wengi tunafanya vitu ambavyo
Sivyo. Lakini mimi nawashauri mwanangu, ninyi nendeni kwa kanisa lolote lina mtumishi wa Mungu anayelifundisha neno la kweli, kwa sababu hata kama unaumwa, hata kama una matatizo, hata kama una shida ya kuombewa, ukienda kwa mtu ambaye si mtume wala si nabii, lakini anafundisha neno la kweli, ukikaa pale ukajifunza, ukakulia wokovu, ukamjua sana huyo Mungu, tendo la kumjua Mungu litasababisha magonjwa yote yakimbie. Haleluya. Wapendwa, mimi naweza nikakushuhudia mwenyewe. Mimi wakati nimeokoka, niliokoka nikiwa na majini mabaya. Siwezi kusimulia mwanzo mpaka mwisho, lakini niliokoka nikiwa yale majini yalinipata nikiwa chuo cha udaktari, nasoma udaktari, nikapatwa na mapepo huko ya majini. Nilipotembea kwa waganga huko na huko, wakanambia wewe unatakiwa uchimbuliwe jini la mahaba, unatakiwa uwe mganga wa kishenzi. Mimi nikasema hiyo inawezekana vipi? Wakati bado mimi ni mtu wa dini, lakini neno moja lilikaa kwangu, nikasema hivi inawezekanaje shetani akanipenda mimi? Sikutaka wala nikakataa. Nilichokifanya, nilitafuta watu wanifundishe neno. Wale watu hawakuniombea, wala watu hawakukemea mapepo, lakini wakati huo mimi nikiwa daktari mahali fulani, wanakuja wananifundisha neno la Mungu siku hata siku. Baada ya miezi 6 nilishukia yale mapepo yamekimbia, wakati sikudondoka chini, wala sikutoa mapovu, wala sikugaragara, mapepo yalikimbia. Wapendwa, niwaambie, watu kutoka na mapepo, watu kupona magonjwa, sio mpaka wapinduke mieleka, sio mpaka cheni uchanga, sio mpaka wadondoke, wapendwa. Wala Mungu hana kanuni katika kuokoa wala kuponya na kubariki. Siku moja anamwambia Musa, upige mwamba utoe maji, akaupiga ukatoa maji. Siku nyingine anamwambia uambie mwamba. Sasa akafikiri Mungu ana kanuni, akaupiga. Alipata kosa ambalo lisababisha wala asionekanane. Mungu wetu anazo kanuni nyingi, lakini katika kuponya, kuokoa na kubariki hana kanuni. Anafika mahali anamgusa mtu, kipofu anaona. Anafika mahali kipofu anakuja, anatema mate chini, anampaka. Anafika mahali baada ya kumwombea kipofu, anambia nendeni mkajionyeshe, wakoma wale, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Wale ambao ni wadhaifu, ambao hawakuamini, walipoambia waende, kwani walienda? Si waliishia njiani? Kwa sababu waliona huyu mtu ametutapeli. Tukajionyeshe. Yeye baada ya kutuombea na kutuwekea mikono, anatuambia twende tukajionyeshe. Wapenda, haleluya. Ndugu zangu, ni jambo ambalo tunatakiwa kuwa uangalifu sana. Shetani yuko kazini. Kwa hiyo kwenye nia ya uwezo wa kufanya miujiza, usije ukahangaika na kutafuta miujiza. Muujiza mkuu ni wa kumfanya mtu mmoja atubu na kumwamini Bwana Yesu. Mathayo 11:21, Biblia inasema, ole wako Korazin, ole wako Bethsaida, kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu zamani kwa kuvaa mavazi ya kigunia. Wapendwa, Bwana Yesu aliwakemea watu wa Korazin na Bethsaida kwa kuwa miujiza iliyofanyika katika miji hiyo ilikuwa mikubwa, lakini watu hawakutubu. Wapendwa, Kwa hiyo ukiona mtu anategemea miujiza, hebu niwaambie kidogo. Waisraeli wakati wanatoka Misri walitembea katika miujiza. Wapendwa, walikuwa wachanga katika imani. Wanakwenda, Farao anafuata nyuma. Wanafika bahari ya Shamu, wanaona hakuna njia. Mungu anamwambia Musa, mbona unaogopa? Chukua fimbo yako, nyosha juu ya maji. Aliponyosha juu ya maji, wakapita pakavu. Wamekwenda. Wanakaribia kuvuka, Farao akataka kuwafuata nyuma. Akaingia, wakateketea mle. Lakini wamevuka kule ng'ambo, wanafurahi na hivi, wanaingia. Wapendwa, walipofika mahali wamekosa chakula, ilishuka mana kutoka juu. Walipokosa nyama, Mungu akashusha kware. Lakini walipokosa maji, mwamba ukapigwa ukatoa maji. Lakini walitembea katika nguzo ya wingu mchana, jua lisiwababui, lakini usiku walitembea katika nguzo ya nuru ili wasichome na miba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio hivyo tu, viatu vyao havikuisha, na wala nguo zao hazikuchakaa, na wala hawakuugua malaria, hawakuugua magonjwa. Walikuwa ni wachanga, walitembea na Mungu muda wote. Lakini wanafika Jordani ili waende nchi ya maziwa na asali. Joshua anawavusha pale. Wamefika ng'ambo, Musa alishakufa zamani huko. Wanafika kule, Mungu anamwambia Yoshua wagawie mashamba hao. Wakagawiwa mashamba, waanze kulima. Miujiza ya jangwani imeisha. Kule Kanani hakuna mana. Kule Kanani jiwe halitoi maji. Kule Kanani kware sio mboga ya kushuka kutoka juu. Bwana Yesu atusaidie sana. Wapendwa, ni kuombe usithamini miujiza, thamini baraka. Huku safari ya kutoka utumwani
wakiwa jangwani walitembea na miujiza, lakini walipofika Kanaani walibaki na baraka. Heri uwe na baraka kuliko ni miujiza. Miujiza ni ya muda tu, na miujiza inashughulikia mwili tu, lakini baraka inashughulika na moyo wako. Haleluya! Ndugu zangu, jambo la kujifunza hapo tumeliona kwamba Mungu aliwatunza Waisraeli safarini kutoka kule. Ndugu zangu, ni vizuri tuwe waangalifu sana. Nimeorodhesha baadhi ya mambo yanayofanyika, halafu nimalize somo hili. Wapendwa, kuna mambo yanayofanyika makanisani yanayoshangaza. Kwa mfano, mtumishi anawatupia waumini kitambaa, wanaanguka wote. So what? Halafu iweje? Akinyoosha mkono kushoto, wanaanguka wa kushoto wote. Akinyoosha kulia, wanaanguka wa kulia wote. Akipuliza, wanadondoka. Akipiga teke umbali wa mita 5-6, watu wanaanguka kule. Watu wanaamrishwa kula majani kama ng'ombe. Umeona, mtumishi wa Mungu anasema wamejawa na Roho Mtakatifu, anawaambia kwa kale majani, wanakula majani kama ng'ombe. Wakianza kuomba, wanajitupa tupa ovyo kama vichaa, na wanadai yote ni kazi ya Roho Mtakatifu. Wachungaji wengine wanahubiri wakiwa wamesimama juu ya migongo ya watu wengine. Waumini wawili wanasimama, yeye amevaa viatu, anasimama na kiatu chake mgongoni mwa muumini huyu na mgongoni mwa huyu, halafu anasimama anahubiri. Anasema Bwana amemwambia yeye awe juu. Haya yote utayakuta haya, wala hayana faida wala matokeo yoyote. Wanadai ni upako. Upako gani? Na ukichunguza yote haya yameanza kuenea si zaidi ya miaka 20 iliyopita. Je, Mungu wetu anabadilika? Au kama ni maendeleo, wa zamani walikuwa ni washamba? Hivi kuna ushamba katika kazi ya Mungu? Wapendwa, inabidi tuwe macho sana. Hebu nimalizie kwa andiko hili katika Waefeso sura 1 mstari wa 17-18. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na wa ufunuo katika kumjua yeye, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Haleluya! Wewe mwenyewe ndiwe nabii na mtume wa maisha yako. Wewe mwenyewe ndio mtume na nabii wa maisha yako. Uponyaji umo ndani yako. Unautafuta wapi? Mungu akubariki sana kwa fundisho hilo. Tutaendelea kujifunza. Mungu akubariki sana.